एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Afrika, karibu tena katika kipindi hiki cha Maktaba ya Masihi Maud alayhi sallam. Na ni matumaini yangu kwamba kwa kweli wewe pia ulikuwa mfuatiliaji wa vipindi vilivyopita, na katika kipindi kilichopita tuliweza kukuelezea kuhusiana na kitabu cha Masihi aliyeahidiwa kinachoitwa Hujjatul Islam. Karibu tena katika kipindi hiki cha leo ambacho kinahusu Maktaba ya Masihi, ambacho kitabu hiki kinaitwa Karamatus Sadikin. Sasa katika kitabu cha Karamatus Sadikin kuna mengi tutajifundisha, na wale ambao watakaosaidia uchambuzi wa makala haya katika uchambuzi wa kitabu hiki, tunangependa pia uweze kumsikiliza kwa umakini, maana tunao wageni watakaotusaidia pia kukielewa kitabu hiki. Kwa mwangalifu na uwe mfuatiliaji. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibuni sana wageni wapendwa. Asante sana. Naam, upande wangu kulia ninaye mwalimu Abdallah Muhammad Mwarejo Sahib. Karibu sana. Asante. Na upande wangu wa kushoto vile vile ninaye mwalimu Muhammad Musa Oponyo Sahib. Karibu sana. Asante sana. Na mwalimu Sahib, hiki kitabu cha Hazrat Masih Maud alayhi salam tunajua kweli aliweza kukiandika ili kuhakikisha kwamba yeye anaondoa zile tuhuma mbalimbali ambazo zilitolewa na huyu mpinzani wake. Unaweza kutuelezea kwa muhtasari kwamba hiki kitabu cha Karamatus Sadikin kuhusiana na uchapishaji wake, mwalimu Sahib? Kitabu hiki kwanza kabisa bwana mtangazaji, Naam. ni kitabu cha Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Kilitungwa mwaka 1893. Naam, naam. Na kilichapishwa katika press ya Punjab. Naam, naam. Kitabu hiki ni incha 24 katika orodha ya vitabu vya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Na kinapatikana katika jalada katika juzuu ya 7. Naam. Kitabu cha pili katika Rohan Khazain, maana vitabu karibu vyote vya Saidina Ahmad alayhi salam viko kwenye Rohan Khazain. Naam, naam. Kwa hivyo kitabu hiki kina kurasa takriban 122. Naam. Na kitabu hiki kinaelezea msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kinaelezea miujiza ambayo kwamba Mwenyezi Mungu huwapa waja wake watakatifu. Naam, naam. Naam, huu ndio muktasari ambao kwamba unapatikana kitabu hiki, na katika lugha iliyotumika katika kutunga kitabu hiki, Naam. kilitungwa kwa lugha ya Kiarabu. Asante sana mwalimu Sahib kutuelezea kuhusiana na vile kitabu hiki kilivyochapwa, na kwa kweli umetoa maelezo mazuri ili mtazamaji pia apate kuelewa kwamba kilichapishwa namna gani. Na mwalimu Sahib, unaweza kutuelezea vipi kwamba hiki kitabu cha Masih Maud alayhi salam Karamatus Sadikin, je, kuna maudhui gani ambayo Hazrat Masih Maud alayhi salam aliweza kukiandika katika kitabu hiki cha Karamatus Sadikin? Asante sana bwana mtangazaji. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, tunavyojua kwamba huu mwaka 1893 Naam. ni mwaka ambao kulikuwa na shughuli nyingi sana za kidini katika nchi ya India. Naam, naam. Kwamba kila dini ikifanya juhudi kutaka kudhibitisha kwamba ndio ilikuwa kwenye haki. Naam. Upande wa Ukristo ukifanya bidii huku, upande wa Maaria na Waislamu pia wakiongozwa na Sayyidina Ahmad alayhi salam ukifanya bidii kudhibitisha ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo tena Sayyidina Ahmad alayhi salam alianza kukumbana tena na upinzani kutoka ndani ya Uislamu, yani miongoni mwa Waislamu ambao alianza kuona wivu sasa kwa namna alivyokuwa akipata ule ufanisi katika kazi yake ya mahubiri. Na miongoni mwa hawa ni huyu bwana Muhammad Hussein wa Batala. Huyu mwanzo alikuwa ni mtu wa karibu na Sayyidina Ahmad alayhi salam, hata akamsifu sana kwa ile kazi alikuwa akifanya.
sababu tunajua kwamba wakati Wakristo walikuwa na nguvu sana kupinga Uislamu, kuna baadhi ya Waislamu walianza hata kutoka Uislamu na kuingia Ukristo. Hivyo ile kazi ambayo Sayyid Ahmad alianza kufanya, akapata kuungwa mkono sana kusifiwa na huyu bwana Muhammad Hussein wa Batala. Lakini baada yeye kutangaza kwamba alikuwa ni mjadid, huyu bwana akapinduka kuwa mpinzani wake mkubwa sana. Na katika kitabu chake Ishatu Sunna, basi akamshutumu Sayyid Ahmad kwamba alikuwa hana maarifa ya tafsiri ya Qur'an tukufu, kwamba hakujua kufasiri Qur'an tukufu na wala hakuwa na ujuzi na elimu ya mashariki. Hivyo Sayyid Ahmad al-Islam akachukua jukumu hili kuandika kitabu Karamatu Sadikin kumjibu huyu bwana, kwamba na kuonyesha kwamba alikuwa na uweledi au ustadi mkubwa katika kufasiri Qur'an tukufu, na kwamba elimu aliyojua ya Qur'an tukufu haikwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa njia za hoja na dalili na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, basi Ahmad al-Islam akadhibitisha kwamba huyu bwana alikuwa kimakosa na kwamba alijua vizuri sana kufasiri Qur'an. Kwa hivyo kwa njia hii akavunjilia mbali upinzani na tuhuma zake bwana Muhammad Hussein wa Batala. Asante sana Mwalimu Saib kwa maelezo yako mazuri haya ambayo kwa kweli umeelezea mtazamaji ili apate mwangaza wa maelezo ya Hadhrat Masih Maud al-Islam katika kitabu hiki cha Karamatu Sadikin. Ama na Mwalimu Saib, una jambo la kuongezea? Cha kuongezea hapa ni kwamba ninashauri sana mtazamaji ajaribu kufuatilia maktaba ya Masihul Maud alayhi salatu wasalam, apate hichi kitabu ili apate kujua zaidi yale ambayo kwamba ameelezea Maalim Said. Asante sana, asante sana. Naam, sasa kuna zile changamoto Hadhrat Masih Maud alayhi salam alizibainisha katika kitabu hiki cha Karamatu Sadikin kwa upande wa wapinzani wake. Unaweza kutuelezea hizi changamoto zilikuwa gani ili mtazamaji pia apate elimu ya ndani? Moja ya changamoto ambayo kwamba ilimkumba Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam ni upinzani na shutuma ambazo kwamba alizipata kutoka kwa rafiki yake mkubwa sana anaitwa Muhammad Hussein Batalvi. Naam. Muhammad Hussein Batalvi katika kitabu chake cha Ishatu Sunna, naam, ndani ya jarida lake hili, yeye alimshutumu vibaya sana Sayyidina Ahmad alayhi salam kwa shutuma aina mbili. Alisema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hana elimu, hana utaalamu wa kuifasiri Qur'an tukufu. Naam. Kisha akasema kwamba hana ilmu hata ya kawaida pia hana. Naam. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatunga kitabu hiki Karamatu Sadikin ili kuthibitisha kiwango cha elimu yake mbele ya maadui zake. Akajaribu kutunga mashairi manne ndani ya kitabu hicho kwa lugha ya Kiarabu, na mashairi hayo yalikuwa na beti 639. Kisha baadaye Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akatoa tafsiri ya Suratul Fatiha kwa lugha ya Kiarabu, akajaribu kuielezea kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Mpaka Waarabu wenyewe wakaanza kusifu hizi beti za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam za hayo mashahiri, na wakasifu tafsiri ile ambayo kwamba aliitoa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ya Qur'an tukufu. Wakasifu, wakasema kwamba maelezo haya ni maelezo ya maajabu sana, ni maelezo ambayo kwamba yalikuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Badala ya kuwa Muhammad Hussein Batalvi yeye awe atamkashifu Sayyidina Ahmad sallam, kashifa ile Sayyidina Ahmad sallam akaisafisha vinywani mwa wenzake, hata yeye mwenyewe Muhammad Hussein Batalvi alishindwa kwamba atarudi tena na hiyo kashfa yake namna gani kuhusiana na kutoa elimu kwa Sayyidina Ahmad sallam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ndani ya kitabu hicho Karamatu Sadikin yeye alieleza maelezo ya kiungu. Maana hilo shairi ama hayo mashairi manne ambayo kwamba yeye alijaribu kuyaelezea, aliyaeleza tena kwa lugha ya Kiarabu. Kwanza ieleweke hivi kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye hakuwa Mwarabu, lakini alifundishwa misingi 1040 ya mizizi ya lugha ya Kiarabu. Na Mwenyezi Mungu alifanyisha hivi ili kwamba aweze kujenga hoja mbele ya wapinzani, na akafanya hivi. Na alipotoa kitabu hiki Karamatu Sadikin akakitawanyisha sehemu mbalimbali katika sehemu za lugha ambazo kwamba wanatumia lugha ya Kiarabu. Na hakuna hata mmoja ambaye kwamba aliweza kuleta tafsiri, akiwemo huyo Muhammad Hussein Batalvi.
na hata wengine nao pia walishirikishwa katika mjadala huo na wakashindwa. Yeye akasema kwamba Muhammad Hussein Batalvi pamoja na wafasi wake, mashekhi na maulama, hata Wakristo wajumuike wote, walete neno lolote ambalo kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pengine alikosea ndani ya hicho kitabu, na atakayeleta neno lolote lile atamzawadi ama atampatia rupia 5 kwa kila neno ambalo kwamba litaletwa lakini limekoseka katika tafsiri ya lugha ya Kiarabu. Yeye alisema kwamba Sayyidina Ahmad alisema kwamba atalitolea rupia 5. Alafu akasema kwamba kwa mwezi mmoja mtu akae alafu aanze kuleta kitabu mfano wake hiki ambacho kwamba amekitengeneza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, yeye atampatia rupia 1000. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa sababu hizi hoja zilikuwa amezipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu yeye alimul ghaib, ni mwenye elimu ya ghaib. Sasa alimfunulia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kumsafisha nabii wake, kiwango cha nabii wake, akajibu hoja hii kwa umaarufu wa hali ya juu sana. Na baadaye akasema kwamba mimi nimekualikeni, lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye kwamba ataweza kujibu kitabu hiki, na hakukuwa na mtu yeyote mwenye taaluma ya kujibu kitabu hicho mpaka leo. Kwa hivyo ningeshauri mtazamaji yeye ahakikishe kwamba anafuatilia katika maktaba ya Masihul Maud alayhi salatu wasalam, ili aweze kujua ni kiwango cha elimu gani ambayo kwamba alikuja nayo Masihul Maud alayhi salatu wasalam. Asante sana. Kwa kweli umetoa maelezo ambayo yanatoa picha kamili kwamba Hadhrat Masih Maud aliwapa wapinzani wake changamoto kubwa kwamba hawakuweza hata kuandika kitabu mfano wa hiyo. Ama mwalimu sahibu, kuna jambo ambalo labda ungependa pia kuongezea? Labda kwa sekunde chache tu bwana mtangazaji. Sayyidina Ahmad alayhi salam kutoa zawadi ya rupia 5 kwa kila kosa na rupia 1000 inaonyesha kwamba alikuwa na yakini kabisa na ile tafsiri aliyotoa kwamba haikuwa na makosa yoyote. Naam. Asante sana, kwa kweli umetolea maelezo mazuri, na mimi pia napata pia elimu, na unaelimisha pia au mnaelimisha pia watazamaji wapate picha kamili ya kitabu hiki. Na mwalimu Saib, unaweza ukatuelezea kwamba kuna yale madhumuni yalielezwa na Hadhrat Masih Maud alayhi salam kuhusu uandishi wa kasida na sura ile tafsiri ya sura Al-Fatiha. Je, mwalimu Saib, unaweza kutuelezea pia kwamba je, hii maelezo yake ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam ya sura Al-Fatiha na lengo la madhumuni ya kuandika hili shairi, je, ilileta kidogo pia taswira gani au athari gani iliyotokea baada ya hivi vyote kuwekwa mbele ya watu kutokana na maelezo ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam katika kitabu hiki cha Karamatus Sadiqin? Asante sana bwana mtangazaji. Ibainike kwamba namna alivyoeleza Maalim Saib ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam alichukua jukumu la kuandika hizi kasida pamoja na tafsiri ya sura Al-Fatiha kujibu shutuma ambazo bwana Muhammad Hussein wa Batala alikuwa amemshutumu katika kitabu chake Ishatu Sunna. Sababu alimtuhumu kwamba alikuwa ni kafiri, alikuwa ni mtu muongo na hakuwa na ujuzi wa kutafsiri Qur'an tukufu. Na hili ni jambo la kibinadamu sana la kawaida, kwamba mtu akishutumia kwa jambo lolote lazima atakuja nje kujitetea. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuja kujibu huu pinzani kwamba ikiwa unafikiria kwamba kweli sijui tafsiri ya Qur'an tukufu au sijui Kiarabu, basi soma hizi kasida na ukosoe kama kuna makosa yote, au soma hii tafsiri ya suratul Fatiha alafu uikosoe. Na tumeona kwamba alitoa hata zawadi kwamba yote atakayeweza kuikosoa atapewa ile zawadi. Lakini hakuna mtu ambaye alifanya hivyo. Kwa hivyo si kwamba aliandika kwa kutaka kujionyesha au kujisifu, la. Sababu ameandika kwa siku chache sana. Ilikuwa ni kutaka kumaliza ile uongo ya bwana Muhammad Hussein kwamba anamtuhumu kwa ukafiri. Na akasema kwamba mafundisho yake hayakwenda nje ya mafundisho ya Uislamu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akasema kwamba yeyote ambaye anamuita kwamba ni kafiri au anayemtuhumu, basi huyu mtu atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu baada ya kifo chake, kwa sababu Sayyidina Ahmad alisema hakuja kwa mapenzi yake tu, bali Mwenyezi Mungu ndiye alimtuma. Kwa hivyo kwa kumkataa yeye na kumtuhumu na kumtukana, basi ajue kwamba Mwenyezi Mungu atamwajibisha mtu huyu kwa makosa yake au imani yake ya kimakosa. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salam alijibu zile tuhuma kwa namna ya ustadi sana, na
haya mashairi au hizi kasida pamoja na tafsiri ilileta mapinduzi makubwa sana katika ulimwengu wa Kiarabu na msisimko mkubwa, kwamba Waarabu wakafurahia sana mashairi haya, wakashangaa kwamba kweli haya si mashairi kutoka kwa mtu wa kawaida, kiasi kwamba mpaka kijana mmoja wa Kiarabu akaandika shairi lingine akisifia sana hiki kitabu Karamatu Sadikin. Na tujue vile Maalim Saba alivyoeleza kwamba Sayyidna Ahmad alisema hakuwa Mwarabu, alikuwa ni mwenye asili ya Kiajemi, lakini kuandika kasida kwa Kiarabu sanifu hivi kulisisimua watu sana, na wale Waarabu wakafurahi, na ule mwanga wa Uislamu na Jamaat ukaanza kuenea hata katika ulimwengu wa Kiarabu. Naam. Mwalimu Saib, elimu yako ni pana na inaeleweka, na hii inabainisha kwamba kwa kweli mtu ambaye anaweza kafanya muujiza mkubwa wa uandishi wa lugha ya Kiarabu namna hii si jambo la kawaida, bali ni yule mtu ambaye amejaliwa elimu ya ndani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana mtangazaji, kuongezea kitu hapa ni kwamba Sayyid Ahmad alayhi alisema kwamba kwa ukubwa wa imani yake, hata kama watu wengine wote watakuja pamoja na imani zao, iwekwe upande mmoja na imani yake iwekwe upande mwingine, imani yake ingeshinda hizi imani za watu wengine wote. Kwa hivyo hiki ndicho kiwango ambacho aliamini ule ukaribu wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asanteni sana. Kwa kweli maelezo yenu yanaonyesha kwamba Hadhrat Masih Maud alayhi salam kwa kweli alikuwa na ule msaada wa Mwenyezi Mungu na hakuokopa chochote, na akawa na imani hii ya kwamba lazima Mwenyezi Mungu atamsaidia, kwa maana alikuwa anapata msaada wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asanteni sana, kwa kweli maelezo yenu yanatoa picha kamili ya kitabu hiki cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam na muujiza uliotokea baada ya kuandika maelezo ya Suratul Fatiha katika kitabu hiki na maelezo mengine katika shairi. Na Mwalimu Saib, unaweza ukatuelezea kidogo kuhusiana na ile Suratul Fatiha? Je, inachukuliwa kuwa yaani ni sura yenye ujumbe mpana sana, na je na vile vile pia inakuwa pia ni msingi mkubwa wa Qur'an tukufu? Unaweza ukatuelezea kwamba hii Suratul Fatiha inachangia vipi pia upande wa kiroho sawa na alivyoelezea Hadhrat Masih Maud alayhi salam? Asante sana bwana mtangazaji. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amejaribu kuielezea Suratul Fatiha, hata akajaribu kutaja majina mfululizo kama mawili au matatu, na akaelezea umuhimu wa hiyo Suratul Fatiha. Kwanza alisema kwamba Suratul Fatiha ni muktasari wa Qur'an tukufu, na akasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kitabu hichi kimeitwa Ummul Kitab, mama wa kitabu. Akasema pia vile vile kimeitwa Ummul Qur'an, mama wa Qur'an. Alitaja majina kadha ya kitabu cha Qur'an tukufu. Majina haya alipoyataja yalikuwa yanaonyesha ni jinsi gani kwamba kitabu hiki kimekuja katika ulimwengu wa kumuongoza mwanadamu. Kitabu hichi kimekuja katika hali za kuelezea hali halisia ya kibinadamu, na pia vile vile hali ya kuwepo kwa Mungu. Kimeelezewa ndani ya hiyo Suratul Fatiha. Kwa hivyo hii Suratul Fatiha ni sura ambayo kwamba imebeba mambo mengi sana ambayo kwamba yamo ndani ya Qur'an tukufu. Na mwishowe katika maelezo yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alieleza bishara ya kuja kwa Imam Mahdi. Akasema kwamba Suratul Fatiha mwishoni ina bishara ya kuja kwa Imam Mahdi. Ni jaribu tu kuisoma Suratul Fatiha mwishoni, Mwenyezi Mungu anasema kwamba ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladhdallin amin. Tuongoze kwenye njia iliyonyoka, njia ya wale uliowanemesha na wala sio ya wale waliokasirikiwa wala ya wale waliopotea. Hapa kuna makundi aina tatu ambayo kwamba yametajwa hapa, lakini kundi ambalo kwamba alikuwa amelilenga Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam mpaka kupenyeza madai ya Imam Mahdi ni kundi la kwanza, an'amta alaihim, walioneemeshwa. Wametajwa ndani ya Qur'an tukufu ya kwamba waman yuti'i llaha war rasula faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasidiqin washuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafika. Atakayemtii sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hawa wameandaliwa madaraja manne: unabii, uswidiki, ushahid na uswaleh. Mwenyezi Mungu akasema wa hasuna ulaika rafika, na hao ndio marafiki wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika neema hizi ambazo kwamba zimepangiwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akapata hiyo neema ya unabii wa ufasi wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana yeye akatoa shuhuda kwamba ina madai ya Imam Mahdi mwishoni, kwa sababu alimuota malaika ameshikilia suratul Fatiha katika njozi zake, katika kashfi zake Saidina Ahmad alayhi salatu wasallam. Jambo hilo likamthibitishia wazi kabisa kwamba suratul Fatiha inamhusu Saidina Ahmad alayhi salatu wasallam katika madai yake. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo kwamba Saidina Ahmad alayhi wasallam alijaribu kuelezea maana za ndani za suratul Fatiha katika kitabu cha Karamatu Swadikin. Kwa hivyo mtazamaji asitosheke tuna elimu ambayo kwamba tunaitoa hapa, bali ajaribu kuzama katika mbiu za Saidina Ahmad alayhi wasallam kwa kutafuta hiki kitabu kwenye maktaba ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wasallam. Atafaidika sana. Asante sana. Kwa kweli umetoa maelezo mazuri, na hata pia mimi nimepata picha kwamba hii ni dua suratul Fatiha tunaiomba kila mara katika sala, na hii dua kwa kweli ilijibiwa na Mwenyezi Mungu kupitia ujaji wa Hadhrat Masih Maud alayhi wasallam. Kwa kweli maelezo yenu yanatoa mwanga mkubwa kwa yule mtazamaji apate kuelewa kwamba kwa kweli hii mali ya Hadhrat Masih Maud anasema alileta, leo tumeipokea, na kama ulikuwa na shaka ya kumpokea Hadhrat Masih Maud alayhi shaka hii ondolewa kabisa. Naam, Mwalimu Saib, unaweza kutuelezea kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam aliweza kuilinganisha vipi hii suratul Fatiha na lile ua la waridi, na utuambie kwamba mfano huu unatoa ufahamu upi kuhusu asili ya kimuujiza ya suratul Fatiha? Asante sana bwana mtangazaji. Mbinu aliyoitumia Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kutafsiri suratul Fatiha ni mbinu ya aina yake, na inaonyesha kwamba kweli yale maarifa na tafsiri alipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu analinganisha sura hii na ile ua la waridi. Waridi ni rose flower katika Kizungu, kwamba analinganisha kwamba ule uzuri na urembo wa rose flower au waridi analinganisha na suratul Fatiha, na ameanza kwa kutaja majina mbalimbali ya hii sura, akielezea kwamba kila jina linatoa maana ya ndani sana ya sura hii na kuipamba. Kwa mfano amesema kwamba inaitwa Ummul Quran, ni mama wa Quran, kwamba Qurani yote kwa muktasari inapatikana ndani ya suratul Fatiha. Amesema kwamba inaitwa ni Ummul Kitabu, ni mama wa kitabu ambacho ni Quran tukufu. Kwa hivyo kwamba pia kwa muktasari Quran tukufu yote kama kitabu inapatikana katika hizi sura 7 za Quran tukufu. Pia ameita ni kwamba Fatihatul Kitabu, ni ufunuo wa kitabu, kwamba unaanza kusoma Qur'ani kwa kuanzia kwa suratul Fatiha, ndio imekuja sura ya mwanzo. Amesema kwamba inaitwa as-salat, kwamba huanze kuswali mpaka katika kila rakaa na leta suratul Fatiha. Kwa hiyo imepangwa kutokana na majina yake yenyewe. Amesema inaitwa kwamba ash-shufa, ni ponyo, kwamba kwa kuisoma Qur'an mtu anapata ile ponyo la ndani, ile utulifu wa ndani, kwamba inatibu yale matatizo ya mtu ya kiroho, ina kila jibu la matatizo au haja za kiroho za kila mtu. Ameita kwamba ni aruqya, kwamba ni tiba. Kwamba suratul Fatiha ina tiba za aina mbalimbali, kwamba matatizo yote ya kiroho ya Waislamu inasuluhishwa au inaponywa na sura al-Fatiha. Pia amesema kwamba sura hii inaitwa Alhamdu, kwamba sifa, na amesema kwamba ni sura ambayo imebeba sifa kubwa 4 za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema kwamba hizi sifa ndio zimebeba ile arsh, ile kiti cha enzi. Anasema kwamba katika hizi sifa kuna Rabbul Alamin, kwamba hii ni sifa ya kipekee ya Mwenyezi Mungu ambayo haipatikani katika watu wengine. Anasema kwamba katika hii sura imetajwa Ar-Rahman, kwa Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma. Pia ni Ar-Rahim, ni Mungu mkarimu. Alafu ni Al-Malik Yaumiddin, kwamba ni mmiliki wa siku ya malipo. Hizi ni sifa za kipekee za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia ameita ni al-Masani, sab'a min al-Masani, kwamba aya 7 zinazosomwa kila wakati. Na anasema kwamba huu ni ubashiri ambao ulionekana na mtume wa kitambo katika Ufunuo wa Yohana. Anasema kwamba aliona katika njozi kwamba malaika ameshika kitabu kidogo katika mkono, na alipokifunua kukatoka ngurumo 7. Hizi ngurumo 7 Sayyidna Ahmad alisema kwamba ni hizi aya 7 za Fatiha ambazo zinasomwa kila wakati. Kwa hivyo anasema kwamba ukilinganisha ubora huu na ufafanuzi huu na ua la waridi,
zinaambatana moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu waridi linapendeza kwa umbo lake. Anayeona waridi anafurahia kwamba macho anapata ule utulivu. Alafu ile harufu yake, kwamba kwa kusikia harufu ya waridi mtu anapata ile furaha. Na unajua kutokana na macho roho inaweza kutulia au ikasirike. Ukiona kitu kizuri roho yako inapata kutulia. Kwa hivyo kwa kuona waridi roho inapata kufurahi. Na pia hili huwa linapatanishwa na wale wenye kupendana, wapendanao, kwamba mtu humpatia ua hili nzuri kwa yule ambaye anampenda. Kwa hivyo anasema kwamba Fatiha kwamba ina ule utulivu wa kiajabu, kwamba aliyeisikiliza Fatiha ikisomwa, ukikaa tu umetulia, kwamba ukasikia ikisomwa roho yako inapata kule kutulia. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, Sayyid Ahmad al-Islam amelinganisha sura hii na ile huwa kwa namna ya ajabu sana, hali ambayo imewaacha wapinzani wakishangaa. Naam, asante sana. Bila shaka mmetolea maelezo ya mwanga wa ndani ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam, na ninajua kwa kweli mnayo mengi ya kutueleza, lakini kwa sababu ya muda umetupa kisogo, na Mwenyezi Mungu akijalia pia tutaweza kuwaiteni pia katika studio yetu, pia muendelee kutupa mengi zaidi mliokuwa nayo. Asanteni sana, Mungu ajalie kila laheri. Asante. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, ni matumaini yangu kweli kwamba ulikuwa mfuatiliaji na utakuwa umeelimika kutokana na dondoo kadhaa za Hadhrat Masih Maud alayhi salam kuhusiana na kitabu hiki cha Karamatus Swadikin. Kwa kweli ni muujiza mkubwa na una mwanga mkubwa wa elimu, na ni matumaini kwamba utakuwa umetosheka kiasi fulani, lakini usitosheke tu, bali endelea pia kuchimba ile kutafuta kujisomea zaidi kitabu hiki ili upate elimu ya ndani ya maelezo ya Qur'an tukufu sawa alivyoelezea Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Tukutane pia katika vipindi vijavyo, na Mwenyezi Mungu awajalie afya njema na awazidishie pia katika imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।